Na mtazamaji wa Tumaini TV, uhali gani? Karibu popote pale ulipo unapotutazama ukiwa na kisimbuzi chako cha Azam TV channel namba 470 na yafurahia matangazo haya kwa uzuri kabisa. Lakini ukiwa na simu yako ya mkononi, simu janja, bado una nafasi ya kuendelea kufurahia matangazo yetu popote pale ulipo kwa wewe kupakua application ya Tumaini Media. Ukiingia pale Play Store kama unatumia simu ya Android, ama App Store kama unatumia zile simu za iOS, na kuandika Tumaini Media, basi utapata nafasi ya kufurahia matangazo haya popote pale ulipo. Kama ilivyo kawaida yetu, huwa tunaketi hapa kama walei katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Kuna mengi mazuri kwa ajili yako. Muhimu ni wewe kututazama, lako jicho na sikio lako kusikia yale mafundisho mengi mazuri ambayo tumebarikiwa na kanisa kufundishwa hapa katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Kazi yetu ni kukumbushana yale ambayo tunapaswa kuyanenda katika utume wetu kama walei ndani ya kanisa. Niko na mlei mwalimu Eluteri Kobero kutoka kamati ya uinjilishaji ile ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na mimi ni Bruno Bomola ninayekualika na kukukaribisha katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze siku ya leo kwa niaba ya mkurugenzi wa utume wa walei Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Padre Vitalis James Kasembo, na paroko wa parokia Teresia Mtoto Yesu kutoka pale Viwege. Tunakualika tuweze kuketi pamoja na kuzungumza mengi mazuri katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Basi kabla kuanza, nimkaribishe mwalimu Kobelo aweze kutufungulia kwa sala. Mwalimu, karibu. Asante sana. Namshukuru Mungu kuwepo tena hapa. Basi na tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutujalia uzima na hasa kuweza kufikia saa na muda huu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze ili yale yote tutakayojifunza yakaweze kukaa katika mioyo yetu na tuweze kuyafanyia kazi. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na mtazamaji wa Tumaini TV, mara baada ya mwaliko huo wa sala, basi tunakukaribisha tuweze kuketi pamoja na kuzungumza katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Bado tumesalia kwenye mada kuu, kanzi ya uongozi, lakini juma lililopita tuliweza kudadavua kwa undani kuhusiana na Roho Mtakatifu na yale mapaji anayotupatia, hasa tunapopata ile sakramenti ya kipaimara unapata mapaji yote 7 ya Roho Mtakatifu. Sasa kama kiongozi unatumiaje mapaji 7 ya Roho Mtakatifu? Tuliweza kujadili, na leo niko na mwalimu Kobelo. Kuna mengi mazuri ambayo tutakwenda kujadili katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Mwalimu, tumepokea mapaji 7 Roho Mtakatifu. Ndiyo. Na kuna wengine wanayafifisha, kuna wengine wanatumia vizuri, wanapata mafanikio kweli kweli. Naam. Karibu. Asante sana. Ni kwa kweli kama ulivyosema, hayo mambo ya mapaji 7 ya Roho Mtakatifu yana umuhimu mkubwa sana katika maisha ya kiongozi na katika maisha ya muamini Mkristo ambaye ni Mkatoliki, kwa sababu tunaamini kwamba kwa njia ya sakramenti ya kipaimara basi tunayapata yale mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Na wakati fulani nilikuwa naangalia mafundisho ya mababa wa kanisa hawa wanavyoelezea kuhusu hayo mapaji ya Roho Mtakatifu, au wanavyomuelezea Roho Mtakatifu. Mmoja wa walimu wakubwa na maarufu sana anaitwa Mtakatifu Agustino. Mtakatifu Agustino yeye alikuwa ni askofu na mwalimu wa kanisa. Sasa alielezea kuhusu habari ya Roho Mtakatifu. Alisema hivi, Roho Mtakatifu anatenda kwa ajili ya fumbo la mwili wa Kristo ambalo ni kanisa. Anatenda kwa ajili Roho Mtakatifu anatenda kwa ajili ya fumbo la mwili wa Kristo ambalo ni kanisa. Kwa hiyo kanisa ni mwili wa Kristo. Sasa Roho Mtakatifu hafanyi kazi tu kokote ovyo ovyo, bali anafanya kazi ndani ya mwili wa Kristo ambalo ni kanisa lake. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ukiwa nje ya kanisa, huu muongozo wa Roho Mtakatifu kwako unaweza kuwa huko mbali na wewe sana. Unaweza usiwe na wewe.
Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye mwili wake, mwili ambao ni mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Sasa kama wewe hauko huko, unaweza kuwa sasa hauna Roho Mtakatifu, bali unaweza kuwa na misemo fulani mtaani huko inasema unaweza kuwa na roho mtaka vitu badala ya kuwa na Roho Mtakatifu. Lakini Mtakatifu Agustino aliendelea kusema kwamba anatenda kazi zake kutoka katika undani wa kanisa ili kuimarisha kifungo cha umoja. Roho Mtakatifu mwenyewe ndio kifungo cha umoja. Kwa hiyo anatenda kazi ndani ya kanisa. Kwa maneno mengine, ukiwa kiongozi sasa ukikosa Roho Mtakatifu, maanake huwezi kufanya kazi ya Mungu sawa sawa. Na Roho Mtakatifu ni kweli tulimpata, lakini anaweza akakuacha kwa sababu ya vile labda unapofanya mambo ambayo hayampendezi yeye Mwenyezi Mungu. Unapoishi maisha ya dhambi, unapofanya mambo ya ushirikina, unapofanya vitu vingi kinyume na nani? Na Mungu. Roho anakuacha. Anakuacha, unakuwa wewe mwenyewe na haya kwako unaendelea kuyafanya. Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa kwamba yeye anatenda kazi na kanisa, anatenda kazi ndani ya kanisa. Sasa hayo ni maneno ambayo yalisemwa na mwalimu mwalimu wa kanisa na askofu ambaye nimesema anaitwa Mtakatifu Agustino. Lakini pia katika kumwelezea huyu Roho Mtakatifu, Baba Mtakatifu Francisco wakati huo tarehe 31 Mei mwaka 2020 na yeye alisema maneno wakati anatoa katekesi yake kuhusu mambo ya siku ya Pentekoste ile. Ndiyo. Sasa kuna maneno aliyasema kuhusu habari ya Roho Mtakatifu. Naye alisema hivi, alisema Roho Mtakatifu ndiye siri ya umoja na sadaka ya maisha kwa ajili ya jirani. Bila nguvu ya Roho Mtakatifu kanisa haliwezi kufua dafu. Ni Kristo Yesu anayelitunza kanisa kutoka ili kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili. Yaani anasema bila Roho Mtakatifu kanisa haliwezi kufua dafu. Maana yake haliwezi kufanya kazi yake sawa. Mpaka kuwe na Roho Mtakatifu. Mpaka kuwe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nafasi yoyote ya uongozi katika kanisa inategemea sana utendaji wake wa Roho Mtakatifu. Yaani ili mimi nitende kazi za kanisa inavyotakiwa. Ili wewe ufanye kazi za kanisa inavyotakiwa. Ili ndugu yangu kiongozi uliochaguliwa, labda kiongozi ngazi ya jumuiya, labda wewe ni kiongozi ngazi ya kanda au kijiji sijui, labda wewe ni kiongozi ngazi ya kigango, parokia, dekania, jimbo au ngazi ya taifa. Nje ya Roho Mtakatifu utafanya vitu vya kwako tu ambavyo viko kinyume na nani? Kinyume na Mwenyezi Mungu. Lakini ukimtegemea Roho Mtakatifu, ukifanya kazi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ukimuomba Roho Mtakatifu, utafanya kazi zile ambazo Mungu mwenyewe anazihitaji. Kwa hiyo haya ni maneno yalisemwa na mababa hawa. Nimeona nianze nayo hayo kwanza. Najua kwamba huko nyuma tayari alishazungumza wale mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, ambao kwa kuyakumbusha tu tunaweza tukasema kuna paji linaloitwa hekima, lakini kuna paji linaloitwa akili, lakini pia kuna paji linaloitwa shauri, kuna paji linaloitwa nguvu, kuna paji la Roho Mtakatifu linaloitwa elimu, kuna paji linaloitwa ibada, kuna paji linaloitwa uchaji wa Mungu. Kwa hiyo hayo ni katika kuyakumbusha tu ambao tayari waliotangulia huko walishaelezea na kazi zake na namna anavyofanya kazi kwa muamini. Hapa ni swala la kukumbusha kwa sababu daima vyombo vyetu vya habari ndugu yangu watu kila siku wanayesikiliza sio wale wale kabisa. Utakuta leo sawa wengine wako makini kufuatilia, lakini wengine utakuta labda kazi imembana, ameshindwa kufika, labda mwingine anatamani asikilize lakini kwa sababu 1 2 3 leo ndo kapata nafasi. Kwa hiyo ndo maana walao tumefanya hayo marejeleo kidogo. Basi karibu Mwalimu Kobelo tuweze kuendelea na mada ndogo katika ile mada kuu ya kanzi ya uongozi hasa kwa viongozi wa halmashauri ya walei. Ndio. Kwa sababu ile mada yetu ndogo inasema je, kiongozi wa kanisa aweje katika kutimiza majukumu yake mbele za Mungu na wale anao waongoza. Yaani afanyeje ili atimize majukumu yake mbele za Mwenyezi Mungu. Afanyeje ili atimize majukumu yake mbele za wale anao waongoza. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tutatazama siku ya leo.
na hapo natakiwa arejee ile kwamba Kristo ongezeke mimi nipungue. Ndio. Kwa hiyo hapo unapotenda lazima uangalie, yani Mungu apate na unaongoza pia apate vile vile. Usije ukampoteza mmoja ukabaki na mmoja, maana wote unabidi uondoke nao. Ndio. Karibu mwalimu. Sasa katika hili najua kwamba kuna ili ufanye hayo yote ili uweze kumpendeza Mwenyezi Mungu, yani majukumu yako yaonekane sahihi mbele za Mungu, na majukumu yako yawe sahihi mbele za wale unaoongoza. Kuna kitu kinachoitwa tunda la Roho. Tunda la Roho. Tunaposema Roho bado tunarudi pale pale kwa Roho Mtakatifu. Sasa yalizungumzwa mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Sasa mimi leo nataka nizungumze kuhusu tunda la Roho Mtakatifu. Au katekisimu haisemi tunda. Yaani katekisimu yetu ya Kanisa Katoliki namba 1832 yenyewe inasema matunda. Matunda ya Roho Mtakatifu. Haisemi tunda ya Roho Mtakatifu, inasema matunda, maana yake yako mengi. Sasa na unaposoma hapo kwenye katekisimu yetu utakuta, napenda ninukuu hapo inavyoeleza, inasema matunda ya Roho Mtakatifu ni ukamilifu unaofanywa ndani yetu. Roho Mtakatifu kama malimbuko ya utukufu wa milele. Mapokeo ya kanisa huorodhesha matunda 12 ambayo yanatokana na huyo Roho Mtakatifu. Nayo kama ifuatavyo sasa. La kwanza, ndio ili ujue kabisa hili ni tunda la Roho Mtakatifu au ni miongoni mwa matunda ya Roho Mtakatifu. Upendo. Tunda la kwanza. Sasa kiongozi anapokosa haya matunda 12 haya ambaye yanatokana na Roho Mtakatifu, utendaji wake wa kazi utakuwa mgumu sana. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba unapokuwa kiongozi, muombe Mungu sana akujalie uweze kuyaishi haya matunda ya Roho Mtakatifu. Ambalo la kwanza nimesema ni upendo. Upendo ni kitu muhimu sana kwetu sisi kama Wakristo, hususan wewe kiongozi, kwa sababu watu wote wanakutazama wewe. Sasa kama unawaongoza watu alafu huwapendi, sasa sijui utakuwa unaongozaje hapo. Yaani unaongoza watu lakini unachuki nao. Unaongoza watu lakini jamaa huyu bora hata asije kusali jumuiya huko. Unaongoza watu lakini ukimwona anakuja njia hii unamkwepa, unapita njia nyingine. Manake ni kwamba sasa hapo umekosa upendo. Na manake kwa maneno mengine umekosa tunda mojawapo la Roho Mtakatifu ambalo linaitwa upendo. Na huko mbele tutaangalia Bwana wetu Yesu Kristo amezungumza maneno kuhusu habari ya upendo. Ameiweka kuwa ndo amri kubwa kabisa. Kwa sababu mtu mwenye upendo hawezi kufanya jambo baya. Mimi nikiwa na upendo kwa naye muongoza, au hata kwa jirani yangu, au hata kwa familia yangu, maana yake ni kwamba siwezi kufanya jambo baya kwa huyo mtu ninayempenda. Na akifanyiwa hata jambo baya utajisikia vibaya kwamba kwa nini kafanywa hivi? Nani aliyomfanyia hivi? Alifanyaje mpaka akamfanyia hivi? Yaani ile jambo unalibeba linakuwa la kwako. Kwa nini unalibeba linakuwa la kwako? Kwa sababu yule mtu unafanyaje? Unampenda. Kwa hiyo tunda mojawapo la Roho ni upendo. Lakini la pili inaitwa furaha. Furaha. Ukiongoza watu daima unapaswa kuwa mtu unaonekana mwenye furaha. Maandiko wakati fulani huko mbele utaona anasema furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Kwa hiyo maana yake furaha inamfanya watu, ukiwa na furaha watu wanakukaribia. Watakueleza hata shida zao za nini? Za ndani kabisa. Kwa nini? Kwa sababu unaonyesha upendo, lakini pia unaonyesha kwamba ni mtu mwenye furaha. Haujakasirika muda wote, umenuna, umekunja uso. Unajua kuna watu wengine bana unamwendea kiongozi leo. Unasemaje? Kiongozi muda wote mkali. Kwa nini shida gani? Sasa ukimgongea usiku, mimi saa hizi nishalala, wewe usije asubuhi tu kesho bana. Saa hizi mimi nishalala bana, sitaki kusikia mambo mengine, nishachoka. Sasa manake huyo mtu sura yake, muonekano wake hauonyeshi hali ya nini? Furaha. Sasa manake kwa maneno mengine amekosa moja ya tunda la Roho Mtakatifu ambalo linaitwa nini jamani? Furaha. Kwa hiyo ni vizuri unapokuwa kiongozi, hata kama kuna mauzi pale nyumbani, basi
usibaki katika hali hiyo. Onyesha tabasamu, onyesha furaha, onyesha ukarimu. Kwa hiyo hili ni swala la furaha. Mbele huko nimesema tutaangalia vizuri juu ya maandiko yanasemaje kuhusu jambo hili linaloitwa furaha. Lakini tunda lingine la Roho Mtakatifu linaitwa amani. Amani. Yesu mwenyewe alisema amani yangu nawapa, niwapapo mimi, sio kama ulimwengu unavyofanya nini, unavyotoa. Na isitoshe Yesu mwenyewe ni mfalme wa amani. Sasa kama wewe ni mwanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama mimi ni mwanafunzi wa Bwana wangu Yesu Kristo, basi napaswa kuwa mtu wa amani. Nisiwe mtu wa machafuko. Pale penye chuki nilete amani. Pale penye mafarakano nilete faraja. Pale penye magomvi niondoe ile hali ya kugombana. Kwa hiyo hayo yote hayawezi kuja kama hauongozi na tunda la Roho linaloitwa nini jamani? Amani. Hili ni jambo la tatu muhimu kabisa kwako wewe kiongozi, nani kwa mafundisho ya katekisimu ya Kanisa Katoliki, na ni mafundisho kupitia pia maandiko matakatifu. Lakini tunda lingine la 4 linaitwa uvumilivu. Hapo ndo pagumu hapo. Uvumilivu. Kwa nini uvumilivu? Mauzi hapo tu. Unaweza kuwa kiongozi watu wakakulaumu. Naye anajipendekeza huyu. Naye huyu kazi zote anafanya, naye huyu. Yaani hizo zipo tu, yale mauzi yapo tu. Na pengine sio tu mauzi ya kawaida, unaweza hata utokanwe. Unaweza hata udharaulike. Unaweza ukadharaulika ukaambia huyu hana kazi ya kufanya, huyu si nini. Yaani lugha za namna hiyo. Sasa wewe unapokuwa kiongozi na unaongoza watu wenye mawazo tofauti, elimu tofauti, akili tofauti, mitazamo tofauti, ujuzi tofauti. Sasa lazima unapaswa kuwa na nini? Uvumilivu. Vinginevyo utasema sasa kama mambo yenyewe ndio hivi, kazi yenyewe ya uongozi sitaki. Na sasa hivi tunatofautiana. Unaweza kukuta mwingine naye matatizo yake. Sasa kama una uvumilivu kiongozi, akaja akakupokea. Akakupokea, wewe sikutaki tena kwenye jumuiya au parokia usali tena. Sasa unapaswa kuwa na uvumilivu. Ukumbuka kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yeye mwenyewe ndio kielelezo kikubwa kabisa cha uvumilivu. Aliteswa lakini alivumilia yale mateso. Alitukanwa lakini hakurudisha matukano. Alitemewa mate. Alipigwa lakini hakunyanyua mkono wake kuwarudishia wale watu, kuwapiga vile vile. Sasa hapo ndo ulivyosema mwanzoni, pagumu hapo. Hapo. Mtu amekutandika kibao lakini wewe unatakiwa usimrudishie. Kakutukana usirudishe tusi. Hiyo ndio inaitwa nini? Uvumilivu. Kakusema vibaya haitakiwi nao ujibu vibaya. Huo ndio uvumilivu. Mtoto wako amekuuzi, kafanya vitu vibaya, lakini haitakiwi sasa wewe ukasirike naye moja kwa moja useme sio mwanangu tena nini. Maana kuna wazazi wengine wanafikia hapo akishaudhiwa na mtu laana kabisa. Sio mwanangu, mimi siwezi kuzaa mtoto kama wewe. Siji nini. Sasa kumbe sio hivyo, unapaswa uwe na nini? Uvumilivu. Elekeza taratibu, muonye taratibu. Binadamu sio wakamilifu sisi. Wakati fulani huwa makwazo hayana budi kuja. Kwa hiyo panatakiwa kitu kinachoitwa uvumilivu, na hilo ni tunda la Roho pia. Lakini jambo la 5, tunda la Roho la 5 hili linaitwa utu wema. Unapokuwa kiongozi unapaswa kuwa mtu mwema. Mtu mwema maana yake ni yule anayeangalia shida za watu na kuzitatua na kuzishauri. Kama mahali panapohitaji ushauri, shauri vizuri. Sio labda umeletewa kesi pengine baba huko kakasirika kampiga kibao mke wake. Sasa wewe anakuletea ile kesi, sasa unaambia na wewe umpige tu. Mwanaume unapigwa. Tandika na wewe. Na wewe mpige tu. Sasa kumbe ukifanya hivyo tayari umekosa lile tunda linaloitwa utu wema. Utu wema maana yake ni mtu anayefariji. Mwema ni mtu ambaye anayefariji. Mwema ni mtu anayesaidia. Mwema ni mtu anayeangalia shida za watu. Mwema ni mtu anayewashauri watu vizuri. Anayewashauri vizuri. Hawashauri mabaya, anawashauri yaliyo mema. Kwa hiyo hilo ni tunda pia
la roho hilo. Lakini la 6, katekisimu nimesema imetaja matunda haya 12. Sasa hapa niko la 6. Ukarimu. Ukarimu. Ukarimu huu uko namna nyingi. Ukarimu uko kwenye hata majitoleo. Kuna sadaka zile unaweza ukatoa, unaonyesha ukarimu wako kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Muda unayotumia kwa ajili ya sala, kwa ajili ya kuombea wengine, kwa ajili ya kuombea taifa lako, kwa ajili ya kuombea viongozi. Hayo mambo yote haya hayafanyiki kama huna roho ya nini? Ya ukarimu. Kwa hiyo miongoni mwa tunda la roho ni ukarimu. Ukarimu kwa Mwenyezi Mungu, ukarimu kwa wenye shida, ukarimu kwa majirani, ukarimu kwa watu wanaofanya nao shughuli mbalimbali. Wakikuona wanasema bana mkarimu sana huyu. Hana shida huyu bana. Sio kwamba shida hauna, lakini lakini kwa wale ambao unaonesha sasa yule hana shida yule bana. Yuko vizuri yule. Ni mtu mkarimu. Hata ukienda kwake atakukaribisha vizuri kwa sababu hata ile lugha tu unayoongea na watu inaweza ikayakisi masuala ya ukarimu. Kwa hiyo hilo ni miongoni pia mwa tunda la roho. Lingine linaitwa fadhili. Fadhili hii manake namna pia unavyoweza kusaidia watu. Unavyoweza huyu ana shida fulani, labda anataka kwenda kusoma. Mimi nitafadhili masomo yake huyu. Au labda hana hiki na hiki, basi mimi nitafanya hiki. Ile roho ya ufadhili ile ndani yake, manake pia ni hilo ni miongoni matunda la roho pia. Hili ni la 7. La 8, upole. Upole. Bwana wetu Yesu Kristo ukisoma maandiko yeye ni mpole. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 11 ile aya 29 anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hiyo manake ni kwamba kiongozi daima sio tu muda wote mkali. Unapaswa kuwa mpole. Sio kila jambo la kujibu, vitu vingine anatakiwa unyamaze tu. Mtu anaweza kuja huko na hasira zake akaongea neno ambalo sio zuri, sasa na ukimjibu utaongeza moto, ukishaongeza moto sasa tayari hapo hali haitakuwa sawa. Kwa hiyo unapaswa kuwa mpole. Na upole sio ujinga. Kabisa. Sio ujinga. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi pia hili ni miongoni mwa tunda muhimu kabisa la roho linaitwa upole. La 9, kiasi. Uwe mtu wa kiasi. Fanya mambo yako kwa kiasi. Sio unafanya mpaka unapitiliza. Sasa ukifanya mpaka unapitiliza mambo mengine utakuwa huwezi kuyafanya. Labda kwa mfano ni vizuri kusali na ni vizuri kudumu kwenye sala, lakini sasa kwa mfano wewe tangu asubuhi mpaka jioni, kesho pasa yote sala, kazi nyingine sasa si utafanya saa ngapi? Ni kitu kizuri kweli unafanya, lakini lazima kiwe na kiasi. Kwa hiyo hata vyakula hivi ukila kupita kiasi pia itakuletea shida. Ukifanya mazoezi kupita kiasi pia utaharibu mwili wako. Ukinywa maji kupita kiasi pia utaharibu afya yako. Kitu kikizidi kina madhara. Kina madhara. Wala umezidisha kuliko vile inavyohitajika. Kwa hiyo inatakiwa kuwa na kiasi pia. Hili ni jambo la 9 au tunda la roho la 9 hilo. Tunda lingine kujishinda. Kujishinda maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba yako vishawishi vinavyoweza vikatokea. Sasa natakiwa uvishinde hivyo vishawishi. Naweza mtu mwingine anaweza kukuletea kishawishi, watu najua wanapenda pesa Sasa atakuja na kishawishi kwamba wewe bana, wewe unasikia uza gongo hapa. Hapa kuna wanywaji wengi wa nini? Wa gongo. Utapata pesa. Sasa ukimwangalia Mwenyezi Mungu na hizo gongo haviendi sawa. Kwa hiyo sasa lazima hapo ushinde hiyo roho ya nini? Ya watu wanaokuja kukushawishi utende mambo kinyume na nini? Na mpango wa Mungu. Kwa hiyo hapo ndo inaitwa kujishinda. Yaani manake lazima vile vitu ambavyo pengine unakipenda lakini hakiko sawa na mpango wa Mungu inatakiwa ukishinde hicho. Unashawishiwa labda hapa ufanya hivi, uza hiki, uza madawa ya kulevya, sijui nini. Lakini hayo
bado yatawaharibu watu, na yakiwaharibu watu manake yako kinyume na mpango wa nani? Wa Mungu. Sasa wewe hata kama yana ushawishi wa kifedha, inatakiwa kushinda haya mambo. Jambo la 11, uaminifu. Unapokuwa kiongozi tumekuamini. Manake ni kwamba pengine kuna mchango fulani huko. Sasa labda mimi siwezi kwenda kanisani, pengine naumwa au na jambo fulani limenizuia siwezi kwenda kanisani. Au wewe ndo unatakiwa ukusanye mapato yapeleke huko kanisani. Sasa wewe ni kiongozi, tunakuamini. Kukupa hata milioni 1 peleka huko sio shida, si kiongozi, tunakuamini. Sasa unapokosa uaminifu manake pia umeondoka kwenye miongoni mwa tunda la nini? La Roho Mtakatifu. Yaani manake sasa tunda la Roho ni uaminifu, na wewe hauna uaminifu, au mimi sina uaminifu. Sasa hapo tayari moja kwa moja Roho Mtakatifu nimemweka pembeni, mimi nafanya ya kwangu kinyume na Mungu anayo yahitaji. Lakini la 12 linaitwa usafi. Sasa usafi huu sio tu wa mwili. Usafi wa roho na usafi pia wa nini? Wa mwili. Na mimi nikataka kusema hapo sasa kiongozi sasa inabidi utafute suti sasa. Ni vizuri kutafuta suti. Wenyewe ukatai hili. Ni vizuri kwa sababu kwenye maandiko matakatifu hapa. Tena hili ni bora kulisoma hapa sasa hivi. Ili la usafi Ili la usafi. Maana mawazo yangu yalienda mbali kidogo. Kwa sasa lazima niwe na kabati la suti kidogo, viatu forego vile. Kipiga kidogo. Kiongozi sasa onekana kiongozi ndo kiongozi smart sana ni msafi. Na nje ule ambao watu mnaniona tunaozungumza, lakini basi Mwenyezi Mungu anatuambia katika maandiko matakatifu haya, unaposoma waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Korinto, ndio sura ile ya 7 aya ya kwanza. Maneno ya Mungu anatukumbusha hivi: basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Kwa hiyo ule usafi unaozungumza hapa ni usafi wa roho, lakini pia usafi wa nini? Wa mwili. Vyote viwili hivi unapokuwa kiongozi vinakuhusu, na hata unapokuwa ni muamini Mkristo wa kawaida sio kiongozi, pia hivi vyote vinafanyaje? Vinakuhusu. Na huo ni miongoni mwa tunda la nini? La Roho, usafi. Sasa ukiwa ovyo umevaa ndivyo sivyo, suruali imekaa kaaje, viatu hajulikani kulia na kushoto ni vipi, alafu ndo mwenyekiti wetu wa jumuiya, tunajifunza nini kutoka kwako? Au tunakuona mambo yako unayofanya ovyo hayako kwenye mpango wa Mungu, sio msafi, yani hujajitakasa roho, hujajitakasa mwili wako. Sasa pia hiyo haitakiwi, inapaswa kuwa nini? Msafi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanaitwa tunda la Roho. Tunda la Roho. Sasa usije kauliza pia ili tunda la Roho linapatikana kwenye mti gani? Maana najua watazamaji wengine sasa huu mti uko wapi? Sisi tukachume tunda moja. Sasa hiyo ni lugha. Lakini haimaanishi kwamba ni yale matunda ambayo yako kwenye miti kabisa. Yani inamaanisha yale mambo ambayo wewe unayaishi na kuyafanya. Ndio. Na nilisema kwamba maandiko matakatifu yanafafanua kwa undani sana kuhusu haya mambo. Kwa mfano kuhusu habari za upendo, tunajua kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alizungumza maneno makubwa, na hata mtume Paulo katika maandiko matakatifu ukisoma huko anazungumzia juu ya habari ya upendo, namna unavyoweza kufanya kazi. Alisema upendo huvumilia. Mwenye upendo pia anakuwa nini? Mvumilivu. Lakini hufadhili. Yani manake anaweza akatoa ufadhili fulani. Upendo hausudu. Upendo hautakabari. Upendo haujivuni. Yani manake mtu mwenye upendo kwa kawaida sio mtu mwenye majivuno. Sio mtu mwenye kulinga, mimi najua hiki, mimi ni zaidi, si mimi. Ukishaona kiongozi mimi ni zaidi, mimi si nini, mimi wewe utaniambia nini? Mimi nimesoma. Huko ni kujivuna. Na maana yake sasa amekosa tunda la ile la Roho la upendo ambalo lenyewe linakataa mtu kufanyaje? Kujivuna. Usijivune. Lakini ile nilisema mwanzoni, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini.
Kwa hiyo manake ni yale mambo ya furaha yako kwenye maandiko pia. Unaposoma katika Wafilipi sura ya 4 aya ya 4. Inawezekana wasema sasa yule kasema katekisimu nini, sisi wengine hatujui katekisimu. Hata Biblia imefafanua mambo hayo, yale matunda yale 12. Unaposoma Wafilipi sura ya 4 aya ya 4 ndio inazungumzia furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Hiyo ni Wafilipi. Lakini kuhusu habari za amani, Bwana wetu Yesu Kristo alisema katika Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 27. Amani na wacheni, amani yangu nawapa. Ili mioyo yenu isifadhaike wala msiwe na nini? Na hofu. Kwa hiyo amani na wacheni. Kwa hiyo Yesu alitoa nini? Amani. Mwalimu Kobelo, kuna mengi mazuri, na wewe unayetutazama tumeanza kutazama tunda la Roho, lakini tukatazama hayo matunda 12 ya Roho Mtakatifu. Najua una swali hapo ulipo nyumbani, basi kuna nambari inapita hapo chini ya runinga yako, unaweza ukauliza swali. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea bado tutaendelea na kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Endelea kuketi hapo hapo ulipo. Tumerejea mtazamaji wa Tumaini TV katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Tumeangazia tunda la Roho Mtakatifu na kuangazia hayo matunda 12 ya Roho Mtakatifu, na mwalimu Eleutheri Kobelo amejaribu kutupitisha na kwa ufafanuzi zaidi. Kama una swali, maoni au ushauri wakati tunaendelea na kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, unaweza ukatuandikia kupitia 0742773444. Tuandikie maoni yako kupitia 0742773444. Lakini mwalimu, kuna wengine wameanza kuuliza maswali. Naam. Wasema, je, Roho Mtakatifu nitamjuaje kama yupo kwangu? Utamjuaje Roho Mtakatifu yuko kwako? Tumefafanua hapa yale matunda 12 ya Roho Mtakatifu. Ukishakuwa mtu mwenye upendo, ukishakuwa mtu ambaye unafanya ibada, ukishakuwa ni mtu ambaye una uvumilivu, ukishakuwa ni mtu ambaye unawafadhili wengine, una kiasi, una upole, basi hapo malaki hizo moja kwa moja tunajua hilo ni zao la Roho Mtakatifu. Matunda ya Roho Mtakatifu yanaonekana kwa namna hiyo. Lakini sasa ukiwa na mambo haya, labda nisome hapo kwenye kitabu cha Wagalatia, ndio sura ile ya 5 aya ya kuanzia ya 19. Nasema hivi, basi matendo ya mwili dhahiri ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, urafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo haya yaliyoorodheshwa hapa, kama ndo unayeishi, manake moja kwa moja wewe huishi kwenye yale matunda ya Roho Mtakatifu. Yaani tunda la Roho kwako linakuwa halipo. Lakini basi ukiwa una upole, una kiasi, una uvumilivu kama tulivyosema, manake tayari tunajua hayo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jinsi gani utakapoweza kuelewa ni hivyo tu. Huyu mwingine anaitwa Nashone Mwita, yasema hakika nimefurahi kipindi bora, wakati Doris Daniel akitokea parokia Karagwe Mabira anasema sijaelewa maana tunda la Roho. Tunda la Roho manake yale mambo sasa unayoyafanya wewe yanadhihirisha kwamba haya yanatokana na Roho Mtakatifu au haya hayatokani na Roho Mtakatifu, ambao tayari hapa tumekuwa tukiarudia kuyasema. Ukiwa na upendo, hilo ni tunda la Roho Mtakatifu, kwa sababu tayari ndio linaonekana kwa watu. Hatuna maana kwamba matunda yale labda mapeasi au nini, hatumaanishi hivyo. Tunamaanisha yale mambo ambayo unayoyaishi na kuyatenda. Hayo ndio yanaitwa matunda.
usije ukaenda kwenye mapapai au mafenesi atazungumzia hayo. Ndio wale kasema mtu asije akauliza haya matunda yanapatikana mti gani. Walimu Komero, karibu tuweze kuendelea. Ndio. Sasa jambo lingine ambalo linampaswa kiongozi awe tumesema kiongozi aweje mbele za majukumu yake tunayatambuaje mbele za Mungu na mbele za wale anaoongoza. Sasa moja ya jambo ambalo mbele za Mungu kiongozi aweje, basi tunayaona kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 33 aya 18 hadi ya 19. Maneno ya Mungu yanatuambia hivi. Tazama, jicho la Bwana likwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti na kuwahuisha wakati wa njaa. Jicho la Bwana likwao wamchao. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapokuwa kiongozi unapaswa kuwa mcha Mungu. Na unapokuwa mcha Mungu maana yake tayari Mwenyezi Mungu pia jicho lake linakutazama. Maana yake ni kwamba pia anakulinda, anakuponya pengine hata na mambo ambayo mabaya. Anakuepusha na yale maovu. Kwa nini? Kwa sababu unamcha, unamtukuza, unamsifu, unamwabudu, unamtegemea. Hayo mambo lazima yataambatana na wewe. Lakini pia tunaona kwenye Zaburi sura ya 103 aya 11, maana kama mbingu. Zaburi sura ya 103 aya 11, maana kama mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadhalika fadhili zake ni kuu kwa wamchao, kwa wanaomcha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapata fadhili mbalimbali za nani? Za kimungu. Kwa nini? Kwa sababu wewe una sifa ya kuwa mcha Mungu. Kwa kiongozi, ili uweze kutimiza majukumu yako vyema mbele za Mungu, maana yake anakutambua kwa kigezo cha kuwa mcha Mungu. Ukosi ibada, ukosi sala, ukosi kumwimbia, ukosi kumtukuza, ukosi kumshukuru, ukosi kumwomba. Ndio. Kwa hiyo hapo wewe moja kwa moja ndo unaingia sasa kwenye uweje mbele zake, ndo inatakiwa uwe mtu wa namna hiyo. Hilo ni jambo moja muhimu sana. Lakini lingine tunaona pia maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10 aya ya 12. Maneno ya Mungu yanasema, na sasa anaambiwa Israeli, lakini ndio unaambiwa mimi leo, unaambiwa wewe kiongozi unayetutazama leo pia. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Ila umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kwa hiyo haya mambo yameelezwa vizuri hapa kwamba umche Bwana, uende katika njia zake, yani zile amri zake. Sasa umpende, mpende Mungu kuliko vitu vingine vyote. Unajua Yesu alisema tafuteni kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu. Mtumikie maana yake ni kule kumsifu, kule kumwabudu, kule kuhudhuria misa kila wakati, kule kumtegemea kabisa. Huko ndo kumtumikia. Na kama tunavyoweza kuona kwamba tena kwa nguvu zako zote na kwa roho yako yote. Kwa hiyo maana yake hapo kila kitu inatakiwa ujisacrifice kwa nani? Kwa Mungu. Yaani ujisadaka mbele za Mwenyezi Mungu. Naam. Hivyo ndivyo ambavyo unavyoweza kuwa na mahusiano na yeye. Sasa uhusiano wetu na Mungu unapatikana kwa njia hiyo. Nitazame wale wengine pia ambao wametuandikia maswali. Asante Nation Mwita. Haya, bila shaka ameeleza vizuri kuhusu tunda la Roho Mtakatifu utakuwa umepata. Huyu anasema anaitwa Anastasia, nimependa kipindi cha leo, ni kizuri sana. Atokea parokia ya Mtakatifu Yohane. Asante sana. Naomba mnifafanulie tunda la 12 la Roho Mtakatifu. Yanataka kulifahamu. Wakati Anthony Mkane akitokea parokia ya Miuji, tumeelewa vizuri, viongozi kazi ipo kwa tunaowaongoza. Bila shaka ni kiongozi huyu. Basi ukiwa na hili tunda basi mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Hakuna kukwama. Doris amerudi tena anasema asante, nimeelewa. Wanasema Michael kutokea Geita, swali ni kwamba kwa mujibu wa kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 aya 14, je, roho mbaya wakiwa kwa Mungu ama
sijaelewa hapa amekitaja kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 aya 14. Anatokea Geita anazungumzia kuhusiana na roho. Sasa sijui alikuwa anataka kumaanisha nini kwamba roho nini, labda roho mbaya. Unaweza ukatuandikia vizuri swali lako ili mwalimu Kobelo hapa aweze kutoa ufafanuzi. Tuanze na wewe, nataka kufahamu tunda lile la 12. Usafi wa moyo mara nyingi ni masuala ya utakatifu. Utakatifu, na unajua Yesu alisema katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 8, heri wenye moyo safi maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama alitaka ufafanuzi usafi, na nilifafanua pia Mungu anataka tuwe wasafi katika mambo ya mwili na nini ya roho na roho. Usafi wa roho maana yake kuishi maisha matakatifu, maisha yanayempendeza Mwenyezi Mungu. Na hao wanaishi maisha ya utakatifu ndio watakayemuona Mungu. Kisoma maandiko anasema hakuna mtu atakayemuona Mungu asipoutafuta nini? Utakatifu. Kwa hiyo ni maana yake usafi wa moyo ni masuala ya utakatifu hasa. Ndio hicho kilichokuwa kinakusudiwa hapo kwa yule ambaye alikuwa anataka kufahamu juu ya jambo hilo. Basi karibu tuweze kuendelea. Tuendelee. Niliishia pale kuhusu kumcha Mungu. Lakini pia jambo lingine muhimu, unapokuwa kiongozi unapaswa katika utendaji wako kumtegemea Mwenyezi Mungu. Mtumaini Mungu katika mambo yako unayoyafanya. Na hili limeelezwa vizuri kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 3 aya ya 5 hadi ya 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Inawezekana kuna magumu na pengine unayapitia, lakini ukimtumaini Mwenyezi Mungu hayo magumu hayatakuwa nini? Magumu. Sababu yeye atakuelekeza. Akili zako atakuonyesha atakuonyesha mambo unayotakiwa kuyafanya. Na ndio maana anasema mtegemee Mungu kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa sababu ukizitegemea za kwako wakati mwingine inaweza zikakupeleka tofauti na mpango wa Mungu. Ni jambo gumu umelitafakari, sasa ili hivi nafanyaje? Yaani unaliweka wewe kwa akili zako za kibinadamu. Unasema akili yangu ameniuzi kibao. Si ndio akili yako imekutupa kadike kibao. Lakini sasa kumbe ukimtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu anakuonyesha kitu kingine hapa. Usilipe ovu kwa ovu. Usilipe ubaya kwa ubaya. Watendeeni yaliyo mema. Sasa manake ni kwamba kiongozi, kusema ukweli, hata kama umesoma pengine una madigrii yako ya kutosha tu sijui labda doctor, sijui labda professor, lakini unapofanya kazi ya Mungu, tafadhali usitegemee akili zako mwenyewe. Msikilize Mungu anataka nini. Na Mungu unamsikiliza kupitia wapi? Unampata kupitia wapi? Kupitia maandiko matakatifu. Mambo yote yamefafanuliwa humo. Lakini wakati mwingine kuna mafundisho mengine utayapata kutokana na mapokeo ya kanisa, na mengine tunayapata kutokana na mamlaka ya ufundishaji ambayo anasimamiwa na viongozi wetu wa maaskofu, Baba Mtakatifu. Kwa hiyo kote huko lazima utapata kitu tu ambacho kitakufanya wewe sasa, kwa kufanya hivi namtegemea Mwenyezi Mungu, kwa kufanya hivi naishi kadiri ya mpango wa Mungu. Kwa hiyo ndio tunapaswa kuwa watu wa namna hiyo. Na pia katika hilo kiongozi pia anatakiwa adumu katika sala. Kudumu katika sala na maombi. Mtume Paulo alieleza vizuri sana, yani mambo mengi tunayofanya hatutaki tuyafanye kabla ya nini? Kabla ya sala. Inawezekana mambo mengine shetani anatunyemelea kwa sababu hatuanzi na sala. Ndio ile tutategemea akili zetu tu, nitafanya hiki. Kumbe shetani naye anasema bora ifanye utafanya. Ngoja tu. Mimi nitakuonesha kwamba nipo. Kwa hiyo sasa Mtume Paulo alisema katika waraka wa Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ile ya 2 aya ya kwanza hadi ya 3. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme
na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawa wote na ustahimivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Kwa hiyo anasema kabla ya mambo yote nataka dua, sala, maombezi na shukrani. Kwa hiyo kumbe unapoamka tu kabla ya kwenda kwenye shughuli zako nyingine, ni muhimu sana kusali. Ni muhimu sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni muhimu sana kuiombea hata familia yako. Ni muhimu sana kuombea hata wale unaoongoza. Ni muhimu sana kuombea hata viongozi walio huko juu yako. Wewe ni kiongozi pengine hapa wa jumuiya, waombea hata viongozi wako wa kanda. Waombea hata viongozi wako wa kigango, waombea viongozi wako wa parokia, waombea mapadre wetu, waombea maaskofu wetu pia. Ndo anasema hapa maombezi na shukrani. Manake ama Mwenyezi Mungu amekuamsha salama, mshukuru. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umeniamsha salama. Wako wengine wameamka ovyo ovyo tu, wengine wanaumwa, wengine ndio hivyo hawapo tena, wengine wamegongwa na magari, wengine wamepata. Wewe umepata hiyo nafasi, kwa nini usimshukuru nani? Usimshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ili uwe kiongozi mzuri, haya ni mambo ya kufanya nini? Ya kuzingatia. Tena Mtume Paulo anamalizia kwa kusema hili ni zuri. Hili ni zuri. Hilo la kufanya nini? La kusala hilo. Hilo la kufanyaje? La kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hilo la kufanyaje? La maombezi, la kuombea waliokuwa juu yako, familia yako, ndugu zako, jamaa zako. Usibaki kuwalaumu, mbona hawafanyiki hawafanyiki. Uliombea? Ulifanya sala kwa ajili yao? Unabaki unalaumu watoto wasikize wasikii. Wewe mwanangu haelewi kabisa asikii. Ulimwombea? Kwenye jumuiya huko watu hawaje kusali, yaani wako mtu akulalamika, watu hawaje kusali sisi. Je, ulichukua fursa ya kuombea? Ulisali kwa ajili yao? Kwa hiyo manake ni nini? Manake ukiwa kiongozi, wakati mwingine, sio wakati mwingine, daima unapaswa kuwa mtu unayeangalia hayo mambo. Udumu katika sala na maombi kwa nani? Kwa Mungu. Hiyo itakusaidia kuweza kuongoza vizuri. Usipokuwa mtu wa sala, utalalamika tu Januari mpaka Disemba. Kila siku utawalalamikia watu. Hawasali, hawatoi zaka, hawafanye hiki, hawafungi ndoa. Yaani wewe daima ni uongozi utakuwa kama mzigo kwa Mkomelo. Yaani inakuwa ni changamoto kwako. Lakini ukiwa mtu wa namna hiyo, asubuhi ukiamka mapema, unaanza hizo sala zako. Unahudhuria misa takatifu. Unashiriki mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayataka. Vitu vingine vinafunguka. Kumbuka maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, alisema namna hii haiwezi kuondoka isipokuwa kwa kufunga na kufanya nini? Na kusali. Nje ya sala mambo mengine bado yanakuwa ni kifungo tu. Nje ya maombi kwa Mungu na shukrani kwa Mungu, mambo mengi bado yatakuwa nini? Kifungo tu. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi, tafadhali jitahidi sana kwenda na haya tunayojaribu kuyazungumza hapo. Lakini pia kumbuka hata maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Injili ya Luka sura ile ya 18, alisema kwa wanafunzi wake, imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Alitoa mfano wa kadhi, huwa mara nyingi wanaueleza ule mfano wa kadhi. Haitwi kazi, wengine wanasema kazi, sio kadhi, kadhi. Sasa mkute mahali hapo bwana. Kadhi. Sasa huyo kadhi alikuwa hamchi Mungu wala hajali watu. Mama mmoja mjane kila siku alikuwa anaamka anamwendea ampatie haki yake. Sasa akasema kwa sababu huyu mama mjane ananiuzi na ananijia kila siku kuniombaomba hivi, nitampatia haki yake. Yesu akasema sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Je, Mungu ambaye kila siku unamuomba atakosa kukupatia unayohitaji? Maana yake ni kwamba kama tunamlilia Mungu daima, lazima siku moja atafanya nini? Atakupatia tu yale ambayo unayahitaji. Pengine kwa wakati ule anaona wewe unaomba gari, lakini ukipata gari tu kesho unaenda kwenye matatizo. Kwa hiyo inaweza ikachelewa kidogo. Ili kama Mungu hajakujibu. Sio kama Mungu hajakujibu, inaweza ikachelewa. Au anaomba hili analoliomba litamletea nini? Litamletea shida. Kwa hiyo anaweza akalizuia kwa sababu yeye anajua ya mbele yako. Anakuepusha maana yake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hivyo pia ni vya kutazama. Na ni vitu vya kutazama. Sasa sijajua kama kuna swali lingine lolote huko.
Huyu anasema, je, kiongozi wa halmashauri walei parokia na mapadri mipaka yao ikoje? Anaitwa anatokea Jimbo Katoliki la Mbulu, parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji, Darajida. Anataka kujua mipaka ya nani? Ya viongozi walei. Viongozi walei sisi ni washauri. Unapokuwa kiongozi mlei katika ngazi yoyote, wewe ni nafasi yako ni mshauri. Hasa viongozi ngazi ya hierarkia, wale ni viongozi wenye mamlaka katika kanisa. Ndio matokeo yake unapo pengine unashauri jambo fulani, lakini baba pale anaweza akalitazama akasema hili unalolisema ni zuri, ila subiri tunalitafutia namna. Sasa usije ukakasirika ukaona kwamba kwa nini mimi nimeshauri mbona hajatekeleza. Sasa kwa nini haitakiwi ulalamike hivyo? Kwa sababu wewe ni unashauri, na unaposhauri jambo hilo unalolishauri linaweza kuwa likafanyika kwa wakati ule au likasubiri wakati mwingine au lisifanyike kabisa. Ufafanuzi mzuri Mwalimu Kobelo. Kwa dakika moja neno lako tukihitimisha kipindi hiki na utufungie kwa sala. Asante sana, na ninachotaka kusema ni kwamba kuongoza watu kunahitaji sana hekima ya kimungu. Na kunahitaji sana kumtegemea Mwenyezi Mungu, na kunahitaji sana mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ninachoweza kusema, ndugu zangu viongozi mliochaguliwa katika nafasi mbalimbali kwenye utume wa lei, iwe vyama vya kitume, iwe kamati zile tendaji za halmashauri, ngazi zozote zile, basi tumtegemee Roho Mtakatifu. Tuangalie yale matunda ya Roho Mtakatifu ili tuyaishi hayo, na ili tuweze kuongoza vizuri wale tunao waongoza. Kinyume cha hapo tutafanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu hatapendeza nayo. Yako 12 na 12 tu yale. Tukiaishi sawa basi mambo yataenda vizuri kabisa. Mwalimu, karibu tuhitimishe. Ninachotaka kusema pia kwamba baba mkurugenzi wa utume wa lei anakumbusha kuhusu warsha ya tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tuendelee kujiandikisha. Lakini lingine analolikumbusha la muhimu sana, viongozi tuwe tunafanya semina za mara kwa mara. Mwasiliane naye, pengine mkiwasiliana hata na sisi wengine huku, basi semina hizo zipo tunazifanya, zinaendelea kufanyika vizuri kabisa. Mawasiliano sasa kabla hujaondoka. Mawasiliano kwangu mimi unaweza ukapiga 0789 120016 0789 120016, lakini pia unaweza ukapiga kwa baba mkurugenzi wa utume wa lei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, akakupa maelekezo mengine pia. Karibu. Basi baada ya kusema hayo, na tufunge kwa sala sasa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo tuliojifunza siku ya leo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuwezeshe kuyaishi sawa na mapenzi yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee. Kikao cha hekima, utuombee. Watakatifu wote wa Mungu, utuombee. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumtukuze Mungu. Tumshukuru Mungu. Asante sana Mwalimu Eleutheri Kobero. Bila shaka miongoni mwa wale watunda ya Roho Mtakatifu la kiasi ndio linatufikisha hapa. Tuitamani tuendelee, lakini kila kitu kwa kiasi. Asante pia wewe ambao umekuwa umeungana nasi katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Kwa niaba ya Mwalimu Eleutheri Kobero, mimi ni Bruno Bomola. Shukrani pia kwa timu nzima ambayo imefanikisha kuruka kwa matangazo haya. Tukutane kipindi kijacho. Bado kuna mengi mazuri kwa ajili yako wewe muumini mlei.